wachambuzi mmeshuhudia goli la Prince Dube. Hatimaye baada ya pressure kubwa, maneno mengi, vidole vingi alivyonyooshewa, ameipa Yanga alama 3 na ushindi pia wa goli 1-0. Tulizungumzia performance yake kwanza kabla kuongelea mchezo mzima. Jackson Anangisi. Performance ilikuwa nzuri kwa wachezaji wa Yanga tangu dakika ya kwanza, lakini unapongeza approach ya mwalimu, namna ambavyo alikuwa amefanya selection ya wachezaji ambao wanakidhi mahitaji yake kimbinu. Ilikuwa ni ngumu sana mechi hii kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo ni extra, yani zaidi vya mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia wachezaji wa timu ya Rabat walikuwa kama wameshawazidi Yanga. Ukiangalia namna ambavyo walikuwa warefu, ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanatumia vizuri mipira ya kutengwa, wamewaacha kidogo Yanga kwenye utulivu na kutumia hizo nafasi. Lakini kwa sababu Yanga walikuwa washafahamu kabisa kwamba hivyo vitu ni vitu ambavyo huwa wanavifanya sana timu zinazotoka ukanda huo, walikuwa na approach nzuri kwamba kila mpira ambao utakuwa unapigwa wanakuwa wa kwanza kuweza kuwahi na kupiga kichwa, na wamefanya hivyo kwenye dakika zote. Utulivu na kutokufanya makosa ya mara kwa mara kwenye eneo la kujilinda ni miongoni mwa vitu ambavyo vimewapa matokeo Yanga. Lakini pia kutokutegea uwanjani, namna ambavyo kila mmoja alikuwa na hamu ya kuifanya timu icheze kupitia yeye. Angalia performance ya Maxim pia Nzingeli, kaangalia touch zake na namna ambavyo walikuwa na majukumu ya kushuka kuchukua mpira chini kwa Dickson Job, lakini pia namna ambavyo walikuwa wanapiga pasi upande ambao walikuwa wanacheza Pacome, upande ambao walikuwa wanacheza Celestine kwa namna ambavyo walikuwa wanampelekea mpira Prince Dube alipo, lakini pia namna ambavyo Dube alikuwa na drop chini, anachukua mpira, anapanda na anaisogeza timu kwenda kushambulia. Kwa hiyo kila mchezaji alikuwa na majukumu ya kuifanya timu icheze kupitia yeye. Hii ndio ilikuwa siri kubwa ya Yanga, kuona kwamba kila tukio ambalo linatakiwa lifanyike uwanjani walikuwa ni wa kwanza. Lakini pia unampongeza kocha namna ambavyo alikuwa na react. Yaani kuna nyakati ambazo walikuwa wanafanya mabadiliko ilikuwa superb sana. Yaani amemtoa Mudathiri, amemtoa Celestine kwa, unaona alikuwa anaona baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa yeye mwenyewe avifanye. Kwanza mabadiliko ya Mudathiri ya haya, alicheza vizuri sana, lakini kuna muda ikafika kawa anapoteza sana mipira. Kocha akaligundua hilo, akafanya mabadiliko. Lakini pia Celestine kwa alikuwa na faida sana pale timu ambapo inakuwa na mpira, yani wakati inaenda kushambulia. Lakini pale ambapo timu inakuwa inajilinda, kuna nyakati alikuwa anampa mzigo mkubwa sana Mohamed Hussein, wakawa wanapitia kwa upande wa Mohamed Hussein. Nini cha kufanya? Kamuingiza Edmund John, ambaye unaona namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kudrop chini kuchukua mpira, lakini pia kupandisha mbele. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo kocha alikuwa amevilenga vimetiki kwa sababu ameshapata matokeo. Kwanza selection ya wachezaji, alikuwa amechagua wachezaji ambao wanaenda kumpa kitu ambacho kilikuwa bora, kukava nafasi ambazo kama wasingekuwa watulivu ingekuwa hatari. Lakini pia namna ya kufanya mabadiliko alikuwa superb sana. Mimi ndo nimependa kitu hicho kwamba alikuwa naona kwamba kuna nyakati ambapo unatamani kuona mchezaji anakimbia sana, lakini anapo drop huyo mchezaji akimbia uwanjani anafanya mabadiliko kwa sababu naamini kwamba energy yake imedrop. Duke Abuya kwenye eneo la kukaba alikuwa leo amecheza vizuri sana. Hajafanya makosa ya kujirudia mara kwa mara. Tachi zake mguuni alikuwa azidishi sana. Alikuwa anaachia mpira, anashuka chini, anakuja kwa Dickson Job, kwa Ibra Baka, anapiga mipira pembeni, anapiga mipira katikati. Alifanya eneo la katikati pale kuwa na utulivu mkubwa sana. Muendelezo huu wengi tunatamani kuona. Yani kila mchezaji awe na majukumu uwanjani yale ambao wanakuwa anaisaidia timu. Ninaamini wanaweza kufanya vizuri. Wana mechi ngumu mbele, lakini kama kila mchezaji atajitoa hivi na timu ikacheza kwa muundo ambao wamecheza leo, inawezekana wakawa na challenge kubwa sana kwa timu ambazo bado hawajakutana nazo kucheza, kwa sababu leo wameleta ile picha ya namna ambavyo kocha anatamani timu icheze. Unajua kucheza ni jambo la kwanza, lakini ile idea ya tunachezaje ndio kitu ambacho ni kikubwa kwa wachezaji kiwaingie. Yani kila mchezaji ajue kwamba hivi inaweza kuwa bora zaidi. Yani Jackson Anangisi huyo akizungumza kwa kile ambacho kimetokea kwa upande wa Yanga kuondoka na ushindi wa goli 1-0, na ni alama 3 ambazo wamezipata kwenye mchezo wao wa kwanza kabisa wa hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Mpoma Idi, kwa namna ambavyo tulizungumza kabla ya mchezo, makocha hawa wawili kufahamiana kupita njia ambazo zinafanana,
kulikuwa kuna namna yoyote ambayo kocha Yanga alipata ugumu, lakini wapi ambapo pia kocha Yanga alimzidi maarifa Alexander Santos kwenye mpaka ambapo dakika 90 inamalizika yeye akiwa ameondoka na ushindi kwa maana ya Gonçalves. Ugumu ulikuwepo kote. Unajua ukiangalia mpira huu dakika ya kwanza mpaka 90 wote walikuwa wanacheza mpira ambao unafanana. Kuna muda unaona Yanga wanajaribu kupossess mpira, wanakwenda wanafanya touches kwa kwenda kwenye lango la mpinzani, na wao walikuwa wakishika wanawajibu kwa namna hiyo hiyo. Kuna muda Yanga walikuwa wanalazimika pia kupiga mipira mirefu na wao walikuwa wakipiga mipira mirefu. Kwa hiyo unaona approach za walimu wote wawili walikuwa kama zinafanana, isipokuwa tu namna gani ya kuzitekeleza ndio ilikuwa wanapishana kidogo. Ukiwaangalia kuna muda wachezaji wa Yanga kipindi cha kwanza walionekana wakiwa chini, lakini baada ya kurudi kipindi cha pili kuna vitu vya ziada naona walizidisha, na ndio maana wamepekea paka kupata matokeo ya ushindi katika mechi hii. Kama unaangalia hata takwimu zinajionyesha Yanga wamemiliki 51% wakati wao FAR Rabat wamemiliki kwa 49%. Kwa hiyo unaonyesha mizani wa mchezo huu ulikuwa uko kati kwa kati, umekuja tu kutenganishwa na matokeo matokeo ya ushindi ambayo Dube ameweza kufunga goli. Unajua moja ya goli ambalo Dube amefunga ni goli gumu, tofauti na nafasi ambazo Yanga kwa ujumla wamepoteza. Ni goli gumu kwa sababu unaona hata assist alopata kutoka kwa Mdafiru, Dube amecontrol kwa kupiga touch moja na ya pili anapiga na ni goli. Kwa hiyo unaweza kumpongeza Dube, na imani yangu ni kwamba sasa yale makelele ambayo yalikuwa mengi anaweza kuwa amempunguzia pressure na anaweza kuwa anaanza ukurasa mpya. Kwa hiyo kuna vitu vya kimsingi ambavyo unaona Yanga wamejaribu kuviboresha kipindi cha pili, na kwa ujumla unaweza kumpa pongezi za dhati sana Djigui Diarra. Amekuwa ni kipa ambaye macho yake yanaweza kuskani kwa urahisi sana matukio ambayo yanaweza kuwa hatari kwa Yanga. Kuna mipira ambayo ilikuwa mabeki wanakatika, lakini Diarra anakuwa shaenda kutokea aidha kwa kuicheza au kwa kuidaka mipira ile na kuweza kuiokoa timu. Kwa ujumla unasifu performance ambayo Yanga wameonyesha, japo wamekuwa na changamoto ndogo ndogo za kutokuweza kukaa na mpira muda mrefu, lakini unaonekana pia hata utimamu wao wanapokuwa na mipira wamekuwa wakiweza kunyang'anywa kwa urahisi. Sasa hiyo inakuwa ni utimamu ambao kadri siku zinavyozidi kwenda wanaweza kuwa wanakaboresheka zaidi, kwa sababu hao walimu ni wapya. Unapokuwa na walimu wapya wanaingiza vitu vyao kidogo kidogo. Kwa ujumla mashindano haya kafu watu waangalie umepata ushindi kwa kuposesi kiasi gani. Zaidi wanaangalia ni kwamba umepata pointi 3 kuweka kwenye eneo zuri la kundi, na kundi hili litakuja kutoa picha kamili kwenye mechi ya saa moja, ambayo saa moja kuna mechi ya JS Kabylie dhidi ya National. Kwa hiyo bado unaona ni gumu, lakini kushinda mechi ya kwanza kwa Yanga nyumbani kunazidi kuwapa confidence, lakini pia kuwapa matokeo ya pointi 3 ambayo unayaona kwa mzani wa mpinzani ambao wamekutana naye. Wengi walikuwa wanaona kama ni mzani mzito sana, lakini Yanga ameweza kungamua na kupata matokeo. Kwa hiyo unawapongeza, lakini unaona kocha wa Yanga ana kitu cha ziada ambacho timu imebadilika ndani ya hizo wiki 3 ambazo amekaa na timu. Kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiwasumbua Yanga. Yanga iliyopita kabla ya hizo wiki 3 walikuwa hawawezi kupiga pasi 5-3, unaona mpira unapotea, lakini walikuwa ni wepesi mno kucheza kwa kipindi kimoja. Kipindi cha pili kwa wote wako down na mechi inakuwa ngumu, lakini leo wamecheza, japo unaona kuna wachezaji mmoja kwa kweli wanapoteza baadhi ya vitu, lakini imani yangu kadri kocha na leo ameshinda, kadri muda unapokwenda ana vitu vya ziada ataongezea na wanaweza kurudi kwenye ubora wao ule waliokuwa nao hapo zamani. Haya, pole Saba. Kabla ya kufunga mjadala wa Yanga na kwenda kuangalia mambo mengine, kidogo turudi kwenye mchezo anaingizia. Moja ya kitu ambacho kimenishangaza na kunistua ni kwamba Yanga ilikuwa ngumu kukaa na mpira kwa muda mrefu. Changamoto ilikuwa wapi? Ni seti ya viungo ambao wameingia nao, ama mpinzani ndio alisababisha mazingira magumu kwa Yanga kutokukaa na mpira kwa muda mrefu? Mpinzani alikuwa yuko imara sana, kuanzia viungo wa chini wa kukaba, lakini pia hata viungo watatu ambao walikuwa wanatengeneza nafasi za kushambulia, ukitoa mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa anakaa juu, kwa sababu waliingia na mfumo wa 4-2-3-1. Unahitaji viungo wawili ambao wana uwezo wa kutunza mali, lakini pia unahitaji viungo ambaye ni mbunifu. Pale ambapo timu inahitaji kutoka kwenye eneo lako awe sharp, asiwe na touch nyingi. Ni namna gani ambavyo unaweza ukabato na viungo ambao wana nguvu kama Duke Abuya, lakini pia ni namna gani ambao unaweza ukabato na kiungo kama Mudathiri pale ambapo anakuwa ana mpira ama hana mpira. Yanga walionekana kuto kumiliki sana mpira. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea hivyo. Moja inaweza kawa ni mpango wa mwalimu kwamba pale ambapo wanakuwa wanamiliki wao mpira, wanapiga pasi kwenye eneo lao, hakuna haja ya sisi kuwafuata juu. Tunatakiwa kuweza kurudi nyuma kukava nafasi ili wasipate mianya ya kupiga pasi za kwenda kufunga. Kwa hiyo cha kukifanya
ni kuweka mid block, viungo tuwe karibu, tuache wao wacheze, ila tukipata sisi mipira iwe rahisi kutoka kwenye eneo letu na kutafuta sehemu ambazo zikawa rahisi kupiga mpira kushoto ama kupiga mpira kulia. Ndio kitu ambacho wanakifanya Yanga, kwamba walipokuwa wanachukua mpira akimiliki mpira Duke Abuya ama Mudathiri, utamuona juu yao yupo Maxim pia Nzengeli ambaye alikuwa na options za kupeleka mpira pembeni. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Mpango wa timu pinzani iliwavuruga sana katikati pale, walikuwa watulii sana na mpira kwa sababu timu pinzani ilikuwa wakai sana na mpira kwenye eneo la katikati. Muda mwingi walikuwa wakipata mpira wanapiga pembeni upande ambaye alikuwa anacheza Mohamed Hussein ama wa Isla Mwenda. Kwa hiyo eneo la katikati walikuwa bado wanakosa utulivu kwa Yanga. Kwa hiyo viungo kuna namna ambavyo walikuwa wana shake, lakini pia hata mpango wa mwalimu Gunkares ulikuwa umetiki kwa sababu aliwafanya viungo wake wawe comfortable, kwamba pale ambapo tunapoteza mpira tusipaniki. Inatakiwa tukae chini, tutafute namna gani ambavyo tunaweza tukaurejesha mpira. Namna nzuri ya kurejesha mpira, lazima yule ambaye yuko juu awe wa kwanza kwenda kuplace, akabe pale ambapo anaenda kukaba. Ina maana sisi tunakuwa tunaangalia sasa wao timu pinzani namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza zile triangle namba 3, ni kwamba kipiga hapa unaenda hapa. Sasa zile ili tuvunje zile triangle lazima tuwe karibu. Tukiwa karibu ni rahisi sisi kuweza kupokonya mpira, na hata tukipokonya mpira kuna kuwa na namna nzuri ya kutazama eneo ambalo tunaweza tukapeleka mpira vizuri. Ulikuwa ni mpango mzuri ambao kocha aliingia nao, umemlipa kwa sababu tayari kashinda, lakini bado Yanga wana kazi ya kufanya, hasa kwenye issue ya fitness kwa wachezaji wao. Bado baadhi ya wachezaji naona fitness iko chini sana, wanakuwa na muda mchache sana wa kucheza uwanjani. Yani waoni kama watu ambao wanaweza kucheza dakika nyingi. Yani kuna namna wanacheza dakika 40, yani dakika 77, dakika 60, dakika 68, unamwona mchezaji tayari kashachoka. Kwa nini? Kwa sababu level ya fitness iko chini kwa baadhi ya wachezaji. Pacome pia ni miongoni mwa watu ambao uwanjani ana nyakati zake. Kuna nyakati akiamua kufanya kitu anafanya kitu, lakini bado namuona anacheza, anachechemea, hayuko fit kiasi kile. Maxim pia bado, yani wachezaji wengi sana level ya fitness iko chini. Ninaamini wakirudi mazoezini kocha atakuwa ameliona hili, kwamba kuna namna ambavyo wachezaji hawachezi dakika nyingi uwanjani, na maana kuna namna wachezaji hawako fit. Kwa hiyo lazima aboreshe kuelekea kwenye mechi zinazofuata, kwa sababu atasafiri, ataenda nje ya Tanzania, anaenda kukutana na watu ambao wanajua nao pia kuutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Ili asiruhusu magoli, ina maana lazima vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya mara moja afanye mara mbili. Kama mchezaji alikuwa na uwezo wa kukimbia kilomita 20 ama 30, inatakiwa kimbie kilomita 20 zaidi ili aweze kuifanya timu kuwa na level moja. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo Yanga wanatakiwa kuviboresha ili timu yao iwe bora. Level ya fitness iko drop, lazima hakikisha kwamba wanaipandisha kwa mchezaji mmoja. Lakini pili, matumizi ya nafasi. Haya mashindano timu ikipata nafasi inatakiwa kutumia, kwa sababu kuna nafasi hazijirudii. Kwa hiyo lazima pia waboreshe, hasa kwenye eneo la kushambulia. Wanapata nafasi lakini bado hawatumizi nafasi. Ili waweze kuwa tishio, lazima hakikisha kwamba washambuliaji wao wale wawili ambao wanakaa kwenye eneo la kushambulia, ambao ni Prince Dube pamoja na Andy Boyeli, waboreshe kwenye issue ya kutumia nafasi. Msimu ambao Yanga alienda mpaka hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho, sisi wenyewe ni mashahidi hapa namna ambavyo Fiston alikuwa na uwezo wa kuofa magoli. Kuna nyakati ambazo unahitaji yeye mwenyewe mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la kushambulia asimame aisaidie timu kupata matokeo. Mayele alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Alifunga sana kwenye mechi ngumu, alisaidia Yanga pale ambapo inahitaji matokeo kwa sababu alikuwa na cha ziada. Ninaamini pia wachezaji waliopo kwenye eneo la kushambulia wana kitu cha ziada. Sasa hicho kitu cha ziada wanatakiwa kukionyesha kwenye haya mashindano. Pale ambapo wanapata nafasi, wascore Dube bado, yani ni mtu ambaye anapata nafasi 3 na score 1. Sasa kwenye haya mashindano natakiwa uwe na mchezaji ambaye ni clean kidogo. Ukipata nafasi 2 ndio azitumie. Ukipata nafasi 3 azitumie hata 2, hapo nakuwa na guarantee ya kupata matokeo. Lakini la sivyo, naona bado wana majukumu mengi ya kuyafanya kwenye kikosi chao ili wahakikishe kwamba wanakuwa bora zaidi salama. Haya, ni Jackson Nangisi huyo akizungumzia namna ambavyo Yanga pia walikuwa na wakati mgumu katika eneo la katikati mwa uwanja. Tuwazungumzie kidogo wapinzani. FAR Rabat Mpoma, kuna namna walionyesha wana uhatari mkubwa sana, kasi,
lakini baadaye vyote vikapotea. Ni kama vile Yanga kaja kucontrol mchezo kwa wanaweza kupishana vizuri na kuto kufanya makosa mengi. Kitu gani kilipelekea kubadilika ghafla wakati mwanzo onekana wao ndio wako na wakati mzuri ukianzia na mlinda mlango wao Tagnot? Nafikiri ni namna tu Yanga walivyokuwa wamewasoma. Unajua kuna kipindi walikuwa wanajaribu kuonyesha wana uhatari, lakini Yanga walikuwa wakikabia kwenye nafasi. Yaani Yanga walikuwa waumini zaidi wa kucheza na nafasi kuliko walikuwa na waruhusu wanapiga tachi zao kunyuma, lakini walikuwa kivuka nusu ya uwanja. Yanga walikuwa wanakaba zaidi nafasi zile ambazo zinaweza kuwa hatari. Kwa hiyo ni namna pia unaweza kaongelea kwamba Yanga pengine walikuwa chini, ilitegemea pia ilitokana pia na namna ambavyo wao FAR Rabat walivyokuwa wanacheza, waliwalazimisha wakati mwingine Yanga kuonekana kama wako chini zaidi. Unajua baada ya Yanga kupata goli kama watu walirudi nyuma, wakaona angalau tulinde kitu tulichopata kwa sababu pengine ingeweza kuwa hatari zaidi. Kwa hiyo ni namna, kuna namna unaweza kuwasifu Yanga kwamba wameweza kukilinda, kwa sababu baada ya kufunga ile goli kuna uhatari zaidi ulikuwa unakuja kwenye lango lao kiasi kwamba ambao walikuwa wanaweza kuwapelekea changamoto, lakini bado waliweza kulinda na mpaka lile goli mpaka dakika 90 wameweza kumiliki goli moja. Kimsingi pia kuna maeneo ambayo unaona Yanga wanahitaji kuboresha kwenye eneo la set pieces. Kuna foul moja ilipigwa ikapita, afu mtu akapiga kichwa ikaja ikafungwa, lakini refa line one aliona kwamba ni wameingia kwenye mtego wa kuotea. Wamekuwa mipira hiyo wanairuhusu sana Yanga, na wakati mwingine kwenye mechi kama za watu hawa ugenini inaweza ikawapa tabu. Lakini kimsingi unaona kwamba kwa Yanga namna walivyocheza leo kuna mabadiliko kiasi ambayo yamekuepo tofauti na mechi zilizopita ambapo walikuwa na mwalimu aliondoka. Kwa sasa unaona kama wana vitu wanabadilika, japo katika mabadiliko hayawezi kuwa ya moja kwa moja, yatakuwa ni kidogo kidogo kutokana na kadri muda unavyoenda, namna wanaofanya mazoezi, kocha anajaribu kuingiza mbinu zake na ili waweze kukaa sawa. Lakini kimsingi unaangalia FAR Rabat unaona wana uhatari zaidi kwenye baada ya nusu ya uwanja. Wakivuka nusu ya uwanja kwenda kwa mpinzani wamekuwa wana hatari zaidi, lakini leo unaona Yanga walijaribu kubana zile nafasi zote. Walijaribu kutumia set pieces kadhaa, kama kuna moja ambayo ilipita kwenye mgongo wa Ibrahim Abdulabaka, lakini Djigui Diarra aliwahi kwenda kuisave ile na aliweza kubutua ile mpira ambao pengine kama angebaki tu golini ingeweza kuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona Yanga unaweza usiwaone kama walimiliki sana mpira, walicheza vitu vingi, lakini Yanga waliwasoma na walijaribu zaidi kuminya ile milija yote ambayo pengine kwao ingeweza kuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo unawapongeza, lakini FAR Rabat bado wanaonekana wapo kwenye daraja ambalo lipo la juu, na usishangae kuona kwenye hili grupu likaleta changamoto sana mpaka dakika za mwishoni kuja kupata wawakilishi wawili ambao wanaweza kwenda robo finali, kwa sababu wote namna wanavyocheza ni watu wanaofanana. Anayekuja kutofautisha ufanano huo ni Yanga ambaye ana aina yake ya kiuchezaji, lakini hao wengine wote zaidi wanategemea zaidi hizi set pieces, wanategemea counter attacks, lakini Yanga ni watu ambao wanaanza kwa mashambulizi kutoka goli la kwao kwenda kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo unapongeza Yanga kupata ushindi wa leo. Unajua pointi 3 bila kuhesabu magoli mangapi ni ushindi ambao ni mzuri. Unajua Yanga wamefanya shots 15, lakini katika 15 wamepata on target 9. Katika on target 9 wanapata goli moja. Kwa hiyo kuna namna wana vitu wanatakiwa kuboresha. Wakati huo FAR Rabat wamepata on target moja tu. Umeona ambayo unaisifu ubora wa golikipa aliweza kuisave. Kwa hiyo kuna namna Yanga wanatakiwa waboreshe. Kama kwenye mechi za klabu bingwa unaweza kupata shots 15, wakati huo unapata on target 9 unapata goli moja, huwa vijirudi. Yaani kadri tunavozidi kwenda tunaweza kuona vitu havijirudi. Kwa hiyo kuna namna nafasi zinazidi kupungua. Nafasi zinapungua. Kuna mechi unaweza kumaliza unapata nafasi 3, on target 2, off target pengine 1. Kwa hiyo lazima uzitumie vizuri. Kama unapata on target 9 unafunga goli moja, bado eneo la ushambuliaji linaonyesha lina mapungufu kidogo. Lakini kwa ujumla unasifu kwa sababu pointi 3 ndio muhimu kwenye mashindano kama haya. Approach ya kuingia kuhitaji pointi 3 ni muhimu kuliko namna kumiliki mpira, kuliko vitu vingine vyote. Mwisho siku watu wanakaa wanahesabu point. Masuala ya magoli yanakuja kuwa baadaye, kwamba fulani ana magoli mengi, lakini cha kwanza ni kuhakikisha unapata pointi 3. Na mwanzo mzuri ndio umepata pointi 3 nyumbani, inazidi kukupa confidence ili kuweza kutoa pressure ambayo ipo kwa wachezaji paka na benchi la ufundi kwa ujumla. Haya, ni Yanga ambao wameshinda goli 1-0. Goli ambalo amefunga Prince Dube. Goli imeipa ushindi na alama 3 Yanga kwenye kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wamemfunga AS FAR Rabat ya Morocco. Ni mwanzo mzuri kwa Yanga. Mechi ni nyingi ambazo zimesalia, lakini kwa mwanzo huu